Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Kampala, Uganda. Mahakama nchini Uganda imepinga agizo la chama cha wanasheria Uganda lililowataka wanachama wake kuacha kuwaita majaji kwa heshima za my lord au my lady, pamoja na kuacha desturi ya kuwainamia wanapoingia mahakamani. Katika maelekezo yake, chama hicho kilisema heshima hizo ni za kimfumo wa kikoloni na kimabwenyenye zinazowapa majaji hadhi ya juu kuliko wananchi, ili hali kwa uhalisia wananchi ndio waajiri wao kupitia dola. Hata hivyo, msemaji wa mahakama ya Uganda, James Elemie, ameiambia BBC kuwa ULS haina mamlaka ya kuelekeza majaji namna ya kuendesha mahakama au jinsi ya kuheshimiwa. Amesema mahakama itaendelea kudumisha taratibu na heshima zilizopo kwa mawakili wanapokuwa mahakamani. Kama ilivyo kwa mataifa mengi yaliyokuwa makoloni ya Uingereza, Uganda ilirithi mfumo wake wa sheria pamoja na mila na desturi nyingi za uendeshaji wa mahakama kutoka Uingereza. Kwa upande wake, ULS imesema mfumo huo wa kikoloni ambao umeendelea kutumika kwa muda mrefu umechangia kudhoofisha ufanisi wa mfumo wa utoaji haki nchini Uganda. Chama hicho kimeongeza kuwa taratibu hizo za mahakamani zinawalazimisha Waganda kujionyesha kwa namna ya unyenyekevu uliopitiliza mbele ya viongozi wa mamlaka, hali inayodumisha tofauti zisizo za lazima kati ya viongozi na wananchi. Mbabane, Eswatini. Serikali ya Eswatini imepokea kundi la 4 la watu waliofukuzwa kutoka Marekani chini ya makubaliano ya pande mbili yanayoruhusu nchi hiyo kuhifadhi kwa muda wahamiaji kutoka mataifa ya tatu. Kwa mujibu wa msemaji kaimu wa serikali Thabile Mluli, watu 11 waliwasili nchini humo wiki hii, wengi wao wakiwa raia wa mataifa mbalimbali ya Afrika. Amesema wahamiaji hao watakaa nchini Eswatini kwa muda, huku haki zao zikihakikishiwa na kulindwa. Eswatini ni taifa lenye takribani watu milioni 1.2 linalopakana na Afrika Kusini. Lilianza kupokea wahamiaji kutoka nchi nyingine ambao Marekani imeshindwa kuwarejesha moja kwa moja katika mataifa yao ya asili. Kundi hilo ni la 4 kufikishwa nchini humo chini ya makubaliano hayo. Utawala wa Rais Donald Trump pia uliwahi kuwapeleka wahamiaji wa aina hiyo katika mataifa mengine ya Afrika yakiwemo Jamhuri ya Afrika ya Kati, Guinea ya Ikweta, Sierra Leone na Jamhuri ya Kongo. Khartoum, Sudan. Kiongozi wa zamani wa waasi nchini Sudan ambaye kwa sasa anashirikiana na serikali, Maliki Agali Ayil, amependekeza mfumo mpya wa kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini humo na kuweka msingi wa kuundwa kwa serikali ya kidemokrasia. Maliki Agali, ambaye ni mwenyekiti wa kundi la wanamgambo lililowahi kupigana dhidi ya serikali ya Khartoum na kwa sasa ni naibu mwenyekiti wa serikali ya mpito ya Sudan, amesema suluhisho la kudumu ni kurejesha mamlaka ya serikali pekee ya umiliki silaha na kuyavunja makundi yote yenye silaha yasiyo ya kiserikali. Pendekezo hilo linalenga kutatua mvutano kuhusu nafasi ya jeshi la Sudan SAF, namna ya kushughulikia mgogoro unaohusisha kikosi cha msaada wa haraka RSF, nafasi ya jumuiya ya kimataifa katika mchakato wa amani, pamoja na mfumo wa uongozi utakaoongoza Sudan kuelekea serikali ya kiraia na uchaguzi huru. Na hatimaye kombe la dunia. Afrika itasalia kuwa mashabiki wa kombe la dunia baada ya tegemeo pekee barani Afrika, timu ya taifa ya Morocco, kuyaga mashindano hayo hapo jana. Atlas Lions walizidiwa nguvu na vijana wa Les Blues wa Ufaransa baada ya kuwatandika mabao 2 bila jibu. Nahodha wa timu ya taifa ya Ufaransa, Kylian Mbappe, ndiye aliyewapa Ufaransa bao la kwanza katika dakika ya 60, huku mshindi wa Ballon d'Or Ousmane Dembele akiwapeleka Les Blues hadi nusu finali baada ya kupachika bao katika dakika ya 62. Awali, mkwaju wa penati aliopiga Mbappe uliokolewa na kipa wa Morocco Yassine Bono. Ufaransa watakutana na Ubelgiji ama Hispania katika mechi ya nusu finali wiki ijayo.